Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, mechi ya mzunguko wa pili ambayo inasubiriwa na wadau wengi wa soka barani Afrika ni mchezo wa kundi B, ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa nchini Algeria, ambapo Yanga watakwenda kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JS Kabylie, ambapo mchezo huu ni mchezo wa kundi B kutafuta timu mbili ambazo zitakwenda hatua ya robo finali michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo kuelekea katika mchezo huo tunaona klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kuanza vizuri. Katika mechi yao ya mzunguko wa kwanza walikutana na klabu ya soka ya AS FAR Rabat kutoka katika nchi ya Morocco, ambapo Yanga waliweza kushinda kwa bao 1-0. Kwa hiyo Yanga wapo katika nafasi ya pili wakiwa wametoka kupata ushindi katika mchezo wa kwanza na clean sheet, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa New Amani visiwani Zanzibari tarehe 22 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Lakini Yanga wanakwenda kukutana na JS Kabylie kutokea katika nchi ya Algeria, ambapo JS Kabylie wao katika mechi yao ya kwanza waliocheza pale Cairo nchini Misri waliweza kufungwa mabao 4-1. Kiufupi JS Kabylie wanaburuza mkia katika kundi AB, lakini tunaona wote kwa upande mwingine JS Kabylie kwa sasa wanarejea katika ardhi yao ya nyumbani, huku Yanga ukiwa ni mechi yao ya kwanza ya ugenini kwa msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo kuelekea katika mchezo huu basi kwa upande mwingine tunaona klabu ya soka Yanga Sports Club ni kwa mara ya kwanza anakwenda kucheza dhidi ya JS Kabylie katika historia ya vilabu hivi viwili. Kwa hiyo ni mara ya kwanza timu hizi zinaenda kukutana. Ikumbukwe mchezo huu ni mchezo muhimu sana ambao Yanga tunaona tayari walishaanza safari kutokea katika ardhi ya Tanzania na kuelekea pale nchini Algeria kwa ajili ya kwenda kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JS Kabylie. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club unaamini Yanga watakwenda kupata ushindi ugenini dhidi ya JS Kabylie, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie kuelekea katika mchezo huu, je, unaiona Young Africans ama timu ya wananchi Yanga itakwenda kuibuka na ushindi wa goli ngapi? Kwa hiyo cha kufanya ni kushuka kwenye comment hapo ukadondosha maoni yako kuelekea katika mchezo huu. Je, unaiona Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Na kama unaamini Yanga atakwenda kupata ushindi, like video yetu, kwa sababu duo lako ni muhimu. Mwenyezi Mungu atakwenda kulisikia na kuweza kuifanya klabu ya soka Yanga kuweza kuibuka na ushindi katika mechi yao ugenini. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya kocha timu ya soka ya JS Kabylie, kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF wameweza kubadilisha ratiba ya awali ambayo ilikuwa ni ratiba ya mchezo huu, ambapo hapo awali ratiba ilikuwa inasemaje? Mchezo huu ungetakiwa kuchezwa siku ya Ijumaa, yani wiki hii tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini tunashuhudia kupitia kikosi cha timu ya soka ya JS Kabylie waliweza kuandika barua kuomba mchezo huo uweze kurudishwa masaa nyuma kidogo, na hatimaye shirikisho la soka barani Afrika CAF kupitia kwa upande mwingine wanaosimamia michuano ya CAF Champions League wameweza kukubali ombi la mchezo huu kurudishwa muda nyuma kidogo, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa siku hiyo ya Ijumaa, yani tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025, lakini muda umetoka saa 4 kwa saa za Afrika Mashariki na sasa utakwenda kuchezwa saa 1 usiku kwa saa za nchi ya Tanzania. Kwa hiyo klabu ya soka Yanga Sports Club siku ya Ijumaa wiki tarehe 28 mwezi wa 11 majira ya saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, basi moja kwa moja ndipo ambapo watakwenda kucheza mchezo huu dhidi ya JS Kabylie. Yanga wamekwenda kwa lengo moja, ni kupata ushindi ili kuweza kujitengenezea nafasi nzuri ya kuweza kuqualify kwenda robo finali michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona ligi ya mabingwa itarejea tena mwakani mwezi wa kwanza mara baada ya michuano ya AFCON kumalizika. Kwa hiyo tunaona ligi hiyo itarejea tena na Yanga atakwenda kucheza dhidi ya Al Ahly Soccer Club akianzia ugenini,
kisha kuja kumalizia nyumbani, na atamalizia michezo yake miwili iliyosalia tena dhidi ya marudiano na kocha timu ya soka ya FAR Rabat pale Morocco, na kuja kumalizia nyumbani dhidi ya JS Kabylie. Kwa hiyo tunaona Yanga ratiba yake imekaa vizuri, akichanga karata zake vizuri, basi moja kwa moja anaweza kuqualify kwenda robo finali michezo mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika.